kiasi hicho shilingi trilioni 2.18 madeni ya PSSSF ya waliokuwa wafanyakazi wa serikali kabla ya 1999 maarufu kama pre-99. Shilingi bilioni 400.71 ni madeni ya NSSF ya muda mrefu na shilingi bilioni 63.52 ni madeni ya kampuni ya ubia ya mifuko ya pensheni yani PPP, Pension Property Limited. Kampuni hii ilifadhili miradi ya serikali kwa kutoa mikopo kwa vipindi tofauti kwa ajili ya kuharamia utekelezaji wa miradi ya serikali ambao ni ujenzi wa ukumbi wa bunge hili letu Dodoma, na ujenzi wa chuo cha sayansi ya teknolojia cha Nelson Mandela Arusha. Madeni haya hayakuwahi kuwa sehemu ya deni la serikali. Kiasi cha shilingi trilioni 2.2 kilichobaki kinatarajiwa kuanza kutambuliwa ndani ya miaka mitatu ijayo, kwa kuanza na mwaka 2025-2026 ambapo deni la kabla ya mwaka 1999 kiasi cha shilingi bilioni 630 litatambuliwa na deni la NHIF kiasi cha shilingi bilioni 180 zilizotumika kujenga hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma. Lengo la hatua hizi ni kunusuru mifuko ya hifadhi ya jamii yenyewe, lakini pia kuhakikisha wastaafu wetu waliotumikia taifa wanapata mafao kwa wakati. Kwa ujumla, tumeyatambua madeni haya na kuweka kwenye deni la serikali, deni la ndani, ili kutoa nafuu kwa mifuko yetu. Mheshimiwa Spika, nimeona niyaseme haya kwa urefu ili Watanzania waelewe kuhusu swala hili la deni la taifa ambalo hupotoshwa mara kwa mara. Aidha, niwahakikishie Watanzania kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua kuhakikisha deni linaendelea kwa himilivu. Tutaendelea kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa mikopo katika ugharamiaji wa bajeti zetu. Tutaendelea kuelekeza fedha za mikopo katika miradi inayokuza mapato ya ndani na mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi. Tutaendelea kuhakikisha maafisa masuuli wanazingatia maandalizi ya msingi ya mradi kabla kuingia mikataba kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo ikiwemo sheria ya mikopo, dhamana na misaada sura 134. Vile vile, tutaendelea kuimarisha ufuatiliaji na usimamizi wa miradi inayotekelezwa kwa mikopo ili kuhakikisha inaleta tija iliyokusudiwa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa nidhamu ya matumizi ya fedha na mali za serikali, tumeendelea kuelekeza nguvu zetu katika kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kuimarisha utaratibu wa manunuzi serikalini na ukaguzi wa hesabu za serikali. Kwa upande wa ununuzi wa bidhaa na huduma, tumehakikisha sheria ya mamlaka ya ununuzi wa umma inafanya kazi ipasavyo ili kuhakikisha kuwa kuna usimamizi thabiti wa sheria hiyo na kanuni zake. Mheshimiwa Spika, sote tunafahamu kwamba mipango si matumizi. Hivyo basi, katika kuimarisha matumizi sahihi ya fedha tunazozikusanya na kukopa, tuliunda tena tume ya mipango ili kuhakikisha mipango ya kisekta inafungamana na malengo ya kitaifa pamoja na rasilimali tulizonazo. Mheshimiwa Spika, tumesimamia utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 kwa mafanikio makubwa. Uchumi umekuwa na nchi kuweza kuingia katika kipato cha kati, ngazi ya chini, na kuimarisha maisha ya Watanzania. Serikali imekamilisha maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dira hiyo mpya tutakayoizindua rasmi mwezi Julai, mwezi unaofuata, itatupa mwelekeo utakaowezesha taifa letu kupiga hatua zaidi za maendeleo. Niwashukuru wote waliohusika kuitayarisha, hususan wananchi walioeleza bayana mahitaji na matarajio ya Tanzania wanayoitaka kuiona katika miaka 25 ijayo. Mheshimiwa Spika,
Vile nafurahi kwamba tumefanya mazoezi tulioimarisha mfumo wetu wa takwimu au takwimu muhimu katika kufanya mipango yetu. Mwaka 2022 tulifanya sensa ya watu na makazi, tukiendeleza utamaduni wetu wa kufanya sensa kila baada ya miaka 10. Vile tulifanya utafiti wa mwenendo wa idadi